Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Habari za asubuhi mpendwa wa msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa asubuhi ya leo. Tayari saa 12 za asubuhi ni muda mzuri wa kuweza kuwasomeni utambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jina langu mchumbeo wa mkulima na Fatuma, naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kwa ajili ya habari muhimu asubuhi ya leo, namkaribisha mwenzangu Izaki Mulucha Hashbe. Karibu. Naam, mwenzangu mchombe wa mkulima na Fatuma kwenye vikaratasi vya usomaji wa habari muhimu leo hii. Tuanzie na hapa Baraka ambapo ameachiliwa huru director wa redio ya kijamii Kivu Bwana Lokendo Tenchilike baada ya kuzuiliwa kisha masaa kadhaa nalo kundi la wazalendo SNPCC siku ya 4 ya wiki tunayo. Huko Mkindu, kijana mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mtuhumiwa mzalendo jioni ya siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Mkindu, groupment ya Babwari, section ya Mtambala, tarafani Fizi. Tunamalizia usomaji wa habari muhimu na habari ya kitaifa. Mazungumzo yaliyokuwa yalipangiliwa kufanyika tarehe 9 Aprili mwaka 2025 kati ya serikali ya Kinshasa na AFC M23 huko Doha nchini Qatar yameahirishwa bila kujua siku gani ingine ambayo yatafanyika. Inaweka nukta kuna usomaji wa habari muhimu. Asante sana mwenzangu Mulucha Ashbe. Wacha sasa tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia na habari hizi za mji wa Baraka. Mheshimiwa mbunge wa zamani Ambatobe Nyongolo Ami kupitia shirika lake la nyumbani na likiwa la kimaendeleo FOGAP limetoa msaada wa saki 50 za simenti kwa ajili ya msaada wa ujenzi wa ofisi ya jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Harakati ambazo zimefanyika siku ya 4 ya wiki tunayo ya tarehe 10 ya April 2025. Faustin Lobengyo ni kiongozi mkuu wa shirika hilo la kimaendeleo la FOGAPE, anaeleza hapa kwa nini kutoa msaada huo. Tulifika hapa kwa malengo ya kusaidia msaada kwa hii office provincial educationnel ya inaitiwa ADMC Sud Kivu. Tulisaidia saki 15 ya sima juu ya majengo ya hii ofisi hapa, na mwenasaidia ni mkubwa wa hii association FOGAP banamuita honorable Ambatobe Nyongolo Eute waebwa watondela wenu. Tunapana hii msaada. Unajua honorable Ambatobe Nyongolo anapenda watoto wa Fizi, na hii ofisi ilianza jengewa zamani sana lakini haiishi. Akaona kama wako na ukamu wa cement, njoo wakafanya ile ombi na yeye akaitika ile ombi juu hii majenzi iendelee mbele kwa kusaidia watoto wa Fizi, en particulier ville de Baraka. Michango iko njiani, hayakata tamaa kwa kuwasaidia hapa. Hii njoo mwanzo sasa. Honorable ni mtu mwenye anapenda watu sana, hususan watoto wa Fizi. Wakati kuna shida yoyote mnasogelea hii association nani inaitiwa FOGAP, tuko hapa Baraka, kuja na hitaji yako, tutajua gisi tutaitumikia kazi. Na uwezekano kipatikana ni sharti atasaidia tu. Juu sio mara ya kwanza hapa. Situation ya nchi kwanza, unajua wewe peke gisi iko na akati tamaa juu ya watoto wa Fizi. Yeye alikuwa kandida député national, election ilipita hapa, en tout cas bali muvote massivement watoto wa Fizi. Mais siasa iligeuka. Hii system ilikuwa ya sei ya nini basi ikamutia chini na ilibidi aikale kimya kidogo, lakini alisema hapana, siwezi nikasahau watoto wa Fizi, napaswa tu niwasaidie. Amelamuka na alishakuwa macho kwa kusema saidie watoto wa Fizi. Ujumbe naweza tuma kwa raia ni kusema honorable Ambatobe Nyongolo ni mtoto wao, anawapenda sana, nao pia wanapashwa wamtegemee. Wakati kuko tatizo yote ya raia wanapashwa wamujulishe, wala wafike kufogap. FOGAP itatumikia kazi, na kama ile kidogo itaonekana atakuwa pamoja nao. Hakuna masharti yoyote. Unahitaji msaada fulani, tutafika sitere, tunaangalia kama ni kweli sio utapeli, na tunafanya plaidoyer kwa honorable. Wakati uwezekano iko, sheti anapashwa ajibie tu. Juu aweze achilia mtoto wa Fizi kamwe. Mnapashwa mkwe nyuma yake. Juu amelamuka sasa. Naye Baruani Rajabu Jean Antoine, coordinator usikai na usimamizi wa ujenzi wa ofisi hiyo, hakubaki kimya kihisha kupokea msaada huo toka kwa mwanabunge wa zamani Ambatobe Nyongolo Ami.
Ndugu yangu, leo ni siku ya furaha. Kama unavyoona ni furaha kubwa kwa sababu hii jengo iko na jengo na misaada ya watu. Na leo tunapokea ule msaada. Tunapokea cement saki 15 inayotoka kwa Honorable Ambatobe, aliahidi na leo anatoa ile yake mchango wa saki 15 ya sima juu ya kusaidia hiyo jengo la bureau ya province educationelle Sud Kivu. Tuko ku niveau de ya dal pale yulu kidogo ni kutia tu biuma ya dal ya premier niveau. Juu ni jengo ya de niveau na pale deja kuna wakia juste tukule hizi beton za makolon na tufanye biuma ya dale na bakule premier niveau. Et donc ni ile niveau tuko mwayo na inalomba mamwaye. Tuko naenda polepole paske hivi tunapata 50 saki. Hatuna franga ya kuuza mchanga, hatuna franga ya kulipa fundi, hatuna franga ya kuuza mai, hatuna franga ya kuuza planchette. Tunapaswa ikala chini komite tuangalie nini ya kufanya juu ile semesi haribike, tuanze kazi muhimu siku 2-3. Ya kwanza ni kushukuru watu wote wenye waishatoa kwa hii jengo. Ya pili ni kusema tukamatane mkono kwa mkono. Hii jengo haiko langu, haiko lako, ni la sisi wote. Watoto wenyewe uko nasoma, haiko wangu tu, wako na wake, ni wa wetu sie wote. Sisi tutakufa na wengine watabenefisia hii jengo. Ni tukamatane mkono kwa mkono, tuchangie. Mwenyeko na ndugu amwambie, haiko jengo ya Provede ama ya IPP ama ya Diprocope, hapana. Ni ya sisi watoto wa Fizi. Juu jengo iko hapa Fizi, iko hapa kwetu Baraka. Tusaidiane kumawazo, kufanya masensibilisation juu tupate hii jengo iweze kumalizika. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba ameachiliwa uhuru director wa radio ya kijamii Kivu Bwana Lokendo Tenchi Leak baada ya kuzuiliwa kwa masaa kadhaa na kundi la wazalendo la SNPCC siku ya 4 ya wiki tunayo. Kiongozi huyo alizuiliwa asubuhi kisha kutoka kwenye ofisi ya Radio Kivu na mida jioni aliweza kuachiliwa uhuru. Mengi zaidi kuhusu habari hizi ni katika taarifa zetu za leo jioni. Tuangazie huko Mkindo kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu kwamba kijana mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi naye mtumi wa mzalendo jioni ya siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya kijiji cha Mkindo, groupement ya Babwari, sekta Mutambala, tarafa Fizi. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwami wa groupement ya Babwari Katamya Kisesa Mvano amesema yote yalianza pale ambapo kundi la wazalendo liliwasili kijijini Mkindo kwa lengo la kumfunga mkaaji mmoja. Ni wakati wa kutaka kuondoka ndipo waliomba msaada wa mtumbwi wao kusukumwa na wavuvi waliokuwa baharini. Ghafla mzalendo huyo alimfyatulia risasi kijana huyo na kufariki papo hapo, kama alivyoeleza hapa Katamya Kisesa Mvano kutoka huko Ubwari. Hiyo ndio ilikuwa severe ya jana. Ilipata habari kwamba kuna raia ni mvuvi, kijana wa pale ni mvuvi, alikuwa tayari amejiandaa kuingia kwenye maji kwa maana ya kuvua. Pale kulikuwa wazalendo kutoka Kalungu Mizimu, walitumwa na kamanda wao kwenda kukamata mtu pale. Ana makosa gani sijajua. Wale walipofika pale wakatimiza amri walitumwa na kamanda wao, lakini wakaomba mapasho yao wakapewa. Sasa wakawa wanaingia kwenye boti yao kurudia kutoka. Yule tena marehemu na wengine kama ilivyokuwa kawaida, mtumbu uko pale mchangani. Kusudi uondoke nafaa usukumwe. Wengine ndani ya maji waache mashine waende. Sisi kijana wakatoa msaada wa kusukuma. Waliposukuma ule mtumbu, yule kijana mzalendo akampiga wasasi yule kijana akafa. Hakuna kosa, hakuna sababu, hakusema naye, hakuna chochote kile ambacho tulichojulisha. Wale walikuwa msaada wa kusukuma na wengine waingie mto wakavue. Kwa hiyo iliyotokea ni hao, na hivi sasa mimi niko safarini naelekea huko. Hiyo habari zaidi ni nini na niende katika maombolezi hayo. Upande mwingine, Mwami Katamya Kisesa Mvano ametoa pole kwa familia iliyofiwa huko, akiomba kwa viongozi wa kundi za wazalendo kuzidisha mafunzo kwa vikosi vyao juu ya kutumia silaha. Ndugu yangu, sio eneo langu tu, sio eneo langu tunauawa Baraka, na pale Baraka ndo vile tunasizi vile yetu ni pale wanauawa, watu wanauliwa hivi na mabunduki, unaona, na viongozi wako pale. Sio Ubwari, hapana. Kwanza Ubwari tuna nafuu kubwa, kule watu wanauawa ovyo, vijiji vya kule barabarani wanakufa ovyo. Tunaripotiwa kila siku watu wanauawa, wanaingiliwa manyumba wanakufa, barabara wanakufa, watoto wadogo wanatolewa mautumbo na risasi. Sasa sisi mimi naweza kusema nini? Sababu wahusika wapo.
zaidi yetu sisi wapo, au makamanda wa vikosi vya majeshi wapo. Wakati sisi tunasema, tunaambia hao wamwami wasili wana midomo, unaona, hata tunaonekana sio kitu. Tulitasema sana katika akili ya kawaida tu, aje tu mtu mmoja anakuja anajiunga pale pale, unampa bunduki. Umeshamfundisha taratibu za kuishi na bunduki, umeshamfundisha taratibu za yeye kuishi na raia, umeshamfundisha namna gani anaweza kuitetea na kuilinda raia na nchi, kuilinda mali ya raia. Unampa bunduki, yeye ana hamu ya mali ya ule raia. Unampa bunduki, ana shida kwa ule raia. Vita vinapigana kule kwa milima mirefu, vita vinapigana Bukavu na kule waliko makamanda wakuu. Wewe unakuja kuwa mtu Baraka, unakuja kuwa mtu Mwali, na huyo mtu ni mzalendo, kamanda wake yupo. Sasa inakuwaje? Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Sudi, karibu kwa habari za michezo, ambako mechi za Makata zitaendelea leo siku ya Ijumaa. Matata itakwenda kupambana na Kalunja Sport. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Zege Sola Radio ya kijamii Kivu. Natumai kwamba ni wengi ambao sasa hivi mnaendelea kutusikiliza. Leo kuna kwa habari za michezo. Tuanze hapa katika mji wa Baraka, ni kwamba tournament ya mechi za Makata itaweza kupigwa siku ya 5 ya wiki tunayo tarehe 11 Aprili mwaka 2025, ambako mechi mbili ziko kwenye program ya kupigwa hapo kuna kwa uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Majira saa 7 kamili za mchana, kata ya Malala wataweza kupiga vikali dhidi ya kata ya Kibonjwa, na mechi ya pili ambayo itapigwa majira saa 9 kamili za jioni, kata ya Matata ya kwanza wataweza kukata Mzwa Fitna dhidi ya kata ya Kalunja. Na kwingineko ni kwamba kisha klabu mbili pekee kujiorozesha kwenye michuano ya Coupe du Congo msimu 2024-2025 huko jimboni Kivu ya Kusini, hatimaye kalendari ya michuano hiyo imetolewa rasmi. Klabu hizo mbili ni pamoja na klabu zote za tarafa la Fizi, ambako ni klabu ya FC Mirage pamoja na klabu ya FC Mboko Sport. Mechi mbili zimepangwa kupigwa ili kuangalia nani ataweza kutoka mshindi kwenye mashindano ya Coupe du Congo msimu 2025. Ni kwamba mechi ya awali itaweza kupigwa tarehe 17 Aprili mwaka huu kwenye uwanja wa Tata Nyongolo hapo kwenye sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, ambako klabu ya FC Mirage wataanza kukaribisha Massimo wa Jadi ambao ni Mboko Sport, na mechi ya marudio itapigwa tarehe 20 mwezi tu wa 4 mwaka 2025, ambako sasa ni turi ya Mboko Sport ambao wataweza kukaribisha FC Mirage kunako tu uwanja huo wa Tata Nyongolo hapo kwenye sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Baada ya kufuzu kwenda hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya Simba Sport hapo nchini Tanzania imepenya kwenye orodha ya klabu 4 bora barani Afrika kwa viwango vya shirikisho la soka barani humu CAF kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Simba Sport hapo nchini Tanzania imefanikisha pointi 43 na kukwea mpaka nafasi ya 4 ya vilabu bora hapa katika bara la Afrika kwa viwango vya CAF, nyuma ya kinara Al Ahly ambao ndio wanashikilia nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 78, huku kwenye nafasi ya pili ikiwa ni klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini ambao wako na pointi ya 57. Klabu ya Esperance de Tunisia wanakuja kwa nafasi ya 3 wakiwa na pointi ya 57, na klabu ya Simba Sport ya nchini Tanzania ambao ndio wao wanashikilia nafasi ya 4 wakiwa na pointi 43. Uongozi wa klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania umefikia uamuzi wa kusitisha muda wa kocha mkuu wa klabu hiyo Carlo Ancelotti kama kocha mkuu wa klabu hiyo. Sasa iko wazi kuwa kocha Carlo Ancelotti ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Klabu ya Real Madrid haitampa mkataba mpya wa kuendelea kusalia klabuni hapo. Mkataba wake unatamatika mwishoni mwa msimu huu, na mkufunzi huyo ataondoka rasmi kuiacha kutumikia klabu hiyo nchini Hispania ambao ni Real Madrid. Na mwishowe ni kwamba kiungo wakati wa klabu ya Manchester City hapo nchini Uingereza Kevin De Bruyne ametangaza kuwa ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu kama mchezaji huru, huku mkataba wa nyota huyo wa zamani wa klabu ya Chelsea Blues ukifikia ukomo mwezi Juni mwaka 2025. Mpaka sasa klabu ya Manchester City haijaonesha nia ya kutaka kuongeza mkataba mpya ili kuendelea kuwa na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33, lakini Mbelgiji huyo anatajwa kuanza mazungumzo ya kujiunga na klabu ya FC Neom inayoshiriki ligi daraja la pili nchini Saudi Arabia, mkataba wake utakapofikia tamati mwezi Juni mwaka 2025.
Mpaka hapo sana la ziada ni hayo tu ambayo niweza kuandalia wasikilizaji wetu kwa siku ya leo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wetu wa habari asubuhi ya leo inayokujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu. Na sasa ni saa 12 za asubuhi na dakika 15. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tuangazie ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti, tukianzia kule Kalemi. Waziri jimboni Tanganyika usikae na masuala ya afya alizindua rasmi Jumatano hii ya wiki tunayo kampeni ya chanjo dhidi ya vunjavunja. Karamu hiyo iliandaliwa kwenye eneo la uwanja wa Post mjini Kalemi. Mwenzetu Olombwe DJ Dr. na pia alishiriki kwenye karamu hiyo, na hii hapa ni ripoti yake. Wanakuwa kwenye idadi ya watoto 879,717 watangu kuzaliwa hadi miaka 5 ambao wanakuwa nasubiriwa jimboni pote Tanganyika kwenye kampeni kama na hii ya chanjo dhidi ya maradhi ya vunjavunja. Wachanjaji watakuwa napita mlango kwa mlango kuanzia tariki 10 hadi 12 Aprili 2025 kwa ajili ya kuwapatia dozi husika watoto wa kiwango cha miaka kama na hiyo. Duru hili la chanjo dhidi ya maradhi ya vunjavunja inakuwa naandaliwa ni kutokana na kuorozeshwa kwa kesi moja ya maradhi ya vunjavunja maeneo ya Kapoloe jimboni Haut-Katanga, kufuatana na kwamba jimbo la Tanganyika linakuwa linafanya mpaka na jimbo hilo la Haut-Katanga. Ni kwa hiyo ukingo wa watoto unakuwa muhimu dhidi ya maradhi kama na hiyo, walikuwa naeleza wasimamizi wa sekta ya afya. Akizungumza kwa niaba mapate na wakihusika na sekta hii ya afya jimboni Tanganyika, wao walikuwa wanathibitisha kwamba watakuwa naendelea kabisa kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na kwa upekee ile ya jimbo la Tanganyika katika vita kugombanisha maradhi ya vunjavunja. Ni kwa hiyo walikuwa wanapendelea kuona viongozi kwenye vitengo mbalimbali kuingilia kati swala la kampeni hii ya chanjo, ili kwamba kila mtoto anayekuwa anahusika na swala hili awe napata chanjo. Kwa niaba wapate na wote wanaokuwa natumika kwenye sekta hii ya afya, wanaokuwa napatikana ndani ya kikundi kinachopiganisha maradhi mbalimbali ikiwemo ya vunjavunja, tunakuwa na thibitisha kwamba tutaendelea kuunga mkono serikali ya jimbo la Tanganyika katika harakati ya kupiganisha maradhi ya vunjavunja na maradhi mengine hatari. Waziri jimboni akihusika na masuala ya afya Muia Malumbi Benoit, ambaye alikuwa anazindua kampeni kama na hiyo kwa niaba ya gavana wa jimbo la Tanganyika, alikuwa anaalika wamoja kwa wengine kuingilia kati ili kwamba kampeni hili iliwe nafikia kufaulu na kusaidia kila mtoto kupata dozi yake husika. Le poliovirus touche principalement les enfants. Maradhi ya vunjavunja yanakuwa nagusa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 na inasababisha ulemavu wa maisha yake, hata vile vile kusababisha vifo. Ni kwa hiyo kwa niaba ya serikali ya jimbo la Tanganyika na kwa niaba ya gavana wa jimbo, tunakuwa nathibitisha kwamba serikali itaendelea kuunga mkono kampeni kama na hii ili ifikie kufaulu. Sote pamoja tukishirikiana tunaweza kuimaliza maradhi hii ifikapo mwaka 2030. Kwa kumaliza, natoa shukrani kwa wazamini kipesa na kitekniki wanaokuwa naunga mkono serikali katika vita ya kupiganisha maradhi ya vunjavunja. Nafasi kama na hiyo kulikuweko na baadhi ya watoto waliokuwa napewa chanjo, naye waziri jimboni akihusika na sekta ya afya. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Dr. Mazungumzo yalikuwa yamepangiliwa kufanyika tariki 9 Aprili 2025 kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na AFC M23 Kodoa nchini Qatar yameahirishwa na bila kujua siku ambayo yatafanyika mara tena. Mwenzetu Safari Dilo ya Limasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. April 9 ni tariki ambayo ilikuwa napangiliwa kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na M23 AFC yaliahirishwa hadi leo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza, kambi hizo mbili zinataja sababu ni za maandalizi.
Vyanzo hivyo vinaripoti kwamba serikali na M23 walisema kwamba kuna mwaliko rasmi uliotumwa. Hata hivyo, vyanzo vingine vinadhibitisha kwamba wajumbe wa pande zote mbili wanapatikana huko Doha. Ujumbe wa AFC M23 ukiongozwa na mratibu makamo Beltrand Bisimwa akiambatana na Kanali Imani Nzenze anayesimamia ujasusi na shughuli za kijeshi ulisema kwamba serikali ilitaja usitishaji mapambano bila masharti, haswa uondoaji wa vikosi vya AFC M23 kutoka mji wa Bukavu na Goma. Vyanzo vyetu vinabainisha kuwa pendekezo zilitolewa kwenye upatanishi wa Qatar ni nafasi ya pande zote mbili kufikia makubaliano. Mazungumzo haya yana umuhimu mkubwa kwa ajili ya kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Hata hivyo, upatanishi wa Qatar utalazimika kuwa na ushawishi wa kuondokana na mvutano unaendelea katika kambi hizo mbili. Na huko Burundi ni kwamba zaidi ya Warundi milioni 6 ndio waliojiandikisha kushiriki katika uchaguzi ujao wa bunge mwezi Juni na tarehe 5 mwaka huu 2025 kama ilivyotangazwa na tume huru ya uchaguzi seni huko nchini Burundi. Mengi zaidi na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Kwa mujibu wa takwimu iliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi seni inayoongozwa na Prosper Ntahogwamiye, Bujumbura itakuwa na wapiga kura zaidi ya 1,800,000, Buhumuza zaidi ya 800,000, Burunga zaidi ya 2,000,000, Butanyerera zaidi ya 500,000, huku mkoa wa Gitega ukiwa na zaidi ya wapiga kura 1,000,000. Prosper Ntahogwamiye amewahimiza mawakala wa uchaguzi kusimamia sheria na haki bila kuegemea upande wote. Umunsi twakoranije ibisata byo mu Gwiseni ku rwego rw'intara bavyita sepi no leo tumewakusanya mawakala wa uchaguzi ngazi ya wilaya na mkoa katika kuwapatia mafunzo namna watakavyosimamia uchaguzi na kutoa ripoti kwa wakuu wa ngazi za juu pamoja na mahakama ya rufaa. Lengo la kuwapatia mafunzo wasimamizi wakuu ni katika kuangalia namna ya kuwaelekeza wenzao watakao kuwa katika vituo vya kupigia kura ili uchaguzi ufanyike bila kuwepo kwa changamoto yoyote. Orodha tayari umeshaiona, ni zaidi ya vituo 14,000 ndani ya nchi na zaidi ya vituo 53 nje ya nchi, ikiwemo katika balozi mbalimbali na wanajeshi waliokwenda kurudisha amani. Baada ya orodha kukusanywa na kuhakikiwa, wanakuwa watu zaidi ya 6,000,000 na hao ndio waliojiandikisha. Kampeni zitaanza tarehe 13 Mei na ufunguzi rasmi sheria itasainiwa na rais tarehe 9 Mei mwaka huu. Tumewapatia mafunzo, lakini tukiwaomba kufanya kazi kwa faida ya nchi, wajilinde na mambo ambayo yanaweza yakawazubaza, maana mambo ni mengi, kwa sababu kuna ambao wanakuwa wanataka faida kupitia uchaguzi huo. Tunawaomba wafuate sheria na watoe haki kwa watu wote. Inyungu z'ubutegetsi kujya mu Kirundi bayivuze bati ucu rubanza rw'abavukana arangamiza, tubasavye barangamize barabitegeko buzurize bose. Warundi zaidi ya 500,000 waishio nchini walijiandikisha kupiga kura pamoja na 14,521 wanaoishi nje ya nchi, jumla wakiwa ni 6,13,498. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Mwisho kamili wa uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Msikilizaji wetu, tunakushukuru kwa kutegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwake Merci Mbele Chimohizi alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu Mtumbe wa Mkulima na Fatuma. Hatuna la ziada, tutasema kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.